Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunasali Dominika ya 18 mwaka A wa Kanisa. Tunaalikwa kuja mezani kwa Bwana, tunaalikwa kuja maombi kwa Bwana, tunaalikwa kuja mbele za Bwana kupata baraka za Mungu. Nabii Isaya anatuambia, karibuni maji, maziwa na asali, vyote mtapata bure, bila hela, bila chochote. Mungu anamjalia. Ni kauli nzuri kubwa sana, ina maana sana katika maisha yetu, na kumpelekea Mungu maisha yetu bure. Mwenyezi Mungu anatupatia uhai wetu ni bure, maisha yetu ni bure, zawadi zote ni bure, na tunakuja kwa Mungu na Mungu atatubariki. Tunaendelea kumshukuru Mungu kama ilivyokuwa ada yetu, kwamba kila kipindi fulani tunamshukuru Mungu kwa ajili ya shukrani mbalimbali, na leo kwa namna ya pekee ni kwa ajili ya harambee yetu. Mungu asante kwa kila mmoja wetu na kile ulichomjalia, na hicho tunachokifanya ni kwa ajili ya hayo Mwenyezi Mungu anaenda kutukirimia. Mungu aendelee kuwabariki, kuwatunza na kuwapeni afya njema. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tuweze kusaidia kuadhimisha mafumbo.
nakuungamia Mungu Mwenyezi.
wewe ndiwe Mungu na mtawala wao. Utengeneze upya vilivyoumbwa na kuvihifadhi vilivyotengenezwa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichothibitishwa? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunilia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Neno la Bwana.
au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa kuwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu, yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya magonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema,
mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita. Waage makutano waendezao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila ni mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake, wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba. Wakaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa. Nao walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Kwa upendo wa Kristo mapendo daima sana. Wanaume wa Katoliki, wanaume wa Katoliki, taifa la Mungu, leo katika Dominika ya 18, sisi tuliosikia maneno ya Kristo na tunautafakari ujumbe wa Kristo, tujihesabie kama tuna bahati sana leo, kwa maana tumepata kusikia fungu jema la imani juu ya maisha yetu. Tumepata habari njema ambayo inakinzana na mzunguko mzima wa mtazamo wa maisha yetu. Kabla ya karne ya 11, dunia ilikuwa naishi katika mtindo wa barter trade. Barter trade ni system ya maisha, ni kwamba nipe nikupe. Ukitaka mahindi, mimi na mpunga, na kwa mpunga na nipe mahindi. Una hamu ya nyama ya bata, nitakupa sungura unipe bata. Una hamu ya samaki, nitakupa mbuzi unipe samaki. Tulikuwa napeana bila hela. Ndio maisha yalikuwa vile. Kwa hiyo kulikuwa na watu wao kazi yao kulima mahindi tu, wao kazi yao kulima mtama, wao mboga wanawajua, watu wengine wanafuga kila mtu. Kwa hiyo siku ilikuwa nachukua kilo zangu 3 za unga, nenda kugonga nyumba mtu mwenye kuku, nataka kama yai mtu atanisaidia nikale mchana. Nagawana kilo 1 ya mchele na mayai 2 ya kuku, na maisha yalienda vizuri. Na hiyo ndio ikatupelekea mpaka tukaingia katika biashara ya utumwa. Biashara ya utumwa inaletwa na Waarabu. Biashara ya utumwa inaletwa na kimeletwa na zetu. Tunataka kioo, amchukua mtoto mkubwa sana ndani. Sasa wenyewe kwa njia zetu, ndio tunaanza kuwalaumu watu. Hatutaendelea kulaumiwa sana, kulaumiana sana mpaka tukae sawa. Kuna lala na njaa na mnao jirani yako mpaka mzimia umeme. Wewe huwezi kuishi bila umeme, pambana. Wacha lawama kwenye maisha. Kwa hiyo leo habari njema ninaiongea ni kwamba leo tunaalikwa, haya, kila unaye kiu, njooni mnywe maji ni ya bure. Yaani kama una kiu ya maji, ukifika pale mjini ndio watu wamepanda maji, wachukua kuja tembea. Alikuuliza sasa na kiu.
maziwa kunywa kule, asali lamba kule, nenda. Mungu haya angeweza kweli kinyama kutanua kinoma. Haya maneno tunaambiwa, lakini ukieleza katika uhalisia wa maisha yanasonga. Karne ya 11, second half of the 11th century, nusu ya karne ya 11, huko Kilwa Masoko, Waarabu wenzetu kutoka Persia ndio wakaanza kutengeneza fedha za mawe. Ndio tunakuwa na inategemea na ukubwa na kiwango tunachotaka kuchukulia. Na leo dunia nzima imeingia katika mfumo wa hela. Tumeachana na baba zetu, tunaingia na mpango wa hela. Hakuna maji ya kule. Dunia inatuzunguka na dunia inatufundisha. Lakini Nabii Isaya anaongea vitu vya msingi sana. Ngoja niwaambie, kitabu cha Nabii Isaya kimeandikwa na watu watatu tofauti, sio mtu mmoja. Kitabu cha Nabii Isaya kimegawanyika katika makundi matatu, kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 35. Huyu ndiye Isaya mwenyewe aliyeandika kile kitabu. Kuanzia sura ya 36 mpaka 56 mpaka 46 ni Isaya wa pili. Wa kwanza alishakufa, bila akatumia jina la mwenzake kuendeleza ujumbe. Kuanzia 55 ambapo sasa tunaandika sasa mpaka sura ya mwisho kitabu chote ni sura ya Isaya. Ni Isaya mwingine kabisa na andika. Kwa hiyo ni watu watatu wenye kuandika mtazamo mmoja, lakini sio mioyo sawa. Kila mtu aliandika kwa historia yake. Isaya ya kwanza aliandika kuwaonya wana wa Israeli, mwenendo huu unaoendelea ndipo siku mtachukuliwa mateka. Aliwaonya, mkae chonjo, mfuateni sheria za Mungu, vinginevyo mtapotea. Isaya wa pili anaandika wana wa Israeli sasa wako Babeli ndani ya utumwa, wanalia huko kukumbuka maneno ya mzee wao wa zamani. Katika mapato yetu ya maisha yetu yote, sisi ni waja wa Mungu. Tumekuja duniani bila kuhitaji lolote kwa Mungu, na tutatoka duniani bila kuchukua chochote hapa duniani. Vyote ni mali ya Mungu. Hakuna aliyeomba uhai kwa Mungu lijalie mbele miaka 60 ndani ya maisha yangu. Tulizaliwa, tukakuwa na yatakayobidi mpango wa Mungu. Katika mahangaiko yetu tukijua tutaokoka kiasi gani, yote ni mpango wa Mungu. Hayo yote tumepewa bure. Na katika bure huo tunamrudishia Mungu katika madhabahu yake. Vyote ulivyotupa ndivyo hivyo tunakuletea sehemu ya yale uliyotujalia, ili wengine tukikimu na maisha yetu ya kila siku. Maisha yetu ni shukrani kwa Mungu. Asubuhi mpaka jioni ni neema tu ya Mungu tunaishi nayo. Sisi hakuna cha kujivunia mbele ya Mungu. Ninyi wengi wetu bado tunakumbuka Michael Jackson. Michael Jackson alikuwa mwanamuziki maarufu sana wa hip hop nchini Marekani, na ni mwanamuziki aliyofanikiwa sana katika maisha. Alishatuletea bonge la noma la kupiga bongo mwanzoni wa miaka ya 90. Alifika Dar es Salaam, Michael Jackson kafunga kuwa kwamba Dar es Salaam nzima inanuka, hawezi kuishi katika mazingira machafu kama haya. Shangaa watu mnakula bata tu mjini na mtoto kwa bongo, mzee anafika airport, this country is smelly, nchi inanuka, unaishiwa wapendwa. Hapa tunazungumzia kwa bongo, tunakula bata, tunakula kwa chafu. Mwanangu Jackson alikuwa na mpango kwa Tanzania wiki nzima, kakaa masaa 12 tu. Sasa tunarudi kwetu Marekani, I can't send this dirty country. Airport, kila mtu anataka kupiga picha airport kama ni sehemu nzuri, kwa kila mtu anasifia, watu wanafika bwana sana. Nonsense, I go back home. Au ni mbaya, sio kisha kupiga mchafu. Leo unakula chips mayai mtaani hapo, umefungishiwa nanasi kwenye mfuko na nini ujui na kakatakata vitu, unakula nanasi na enjoy. Michael Jackson ni hali ya kutoka this is dirty. Hali kadhaa kulale jamani. Kulale. Mimi napata wakati mkubwa sana kwa Masai anatembea na kopo la maji, dawa, afu ananiambia ninywe maji hayo. Maji hayo kutoka wapi? Anyway, God forgive me. Unashangaa inakuwa ya maji kalitoa wapi? Uniletea maji kwenye nyumba itakuletea dawa ya tumbo mimi. Siku. Wewe kama unakunywa shauri, Jackson. Alikuwa ni tajiri. Mpaka leo ukimuuliza mtoto wake Jackson atakwambia how rich the family is.
Michael Jackson alisikia kipindi anapingana na Mungu katika uumbaji. Anambia Mungu ya nyumba mimi sio handsome vile nilivyotaka. Kwa hiyo akafanywa surgery. Akafanywa operation atengeneze pua ikae vizuri, macho yapendeze, mashavu yakae vizuri, asikuonekana mzuri. Michael Jackson anapigaga kwa hiyo ndio wao wanaimba, utamsikia na kutakana au kusemeka hizi ndio shughuli zangu mjini. Michael Jackson katika utajiri wake alikuwa na mwanasheria. Michael Jackson huwezi kumuuliza umefanya moja mbili tatu, kwa kuna mtu anamlipa hela nyingi kila siku, na hamlipi kwa mwezi, namlipa kila siku. Kama ni dola 5,000, 10,000 namlipa kila siku. Ongeeni na mwanasheria wangu. Michael Jackson anakuangalia. Mzee, jana ulikatiza sehemu fulani. Mwanasheria anakuja anaongea. Michael Jackson alikuwa na dokta, akikoa tukafika nini baba? Anampima dokta. Michael Jackson alikuwa anampa dokta $50 million hela nyingi ambazo mimi na wewe tukipewa hela zile ambazo mtu analipa kwa siku, ndio tunataka kwa moyo. Ndio mtumia kwa hela nyingi tu anafukuzwa. Mungu anajua pia mtu ana uwezo wao. Mtu mwingine kuna mtu yuzi kafuata mtu msaidie shilingi 5,000 ya kujikimu maisha yake. 5,000 ya kujikimu. Wote kujikimu kwa 5,000, kuna mtu mwingine ana 5,000 bonge la ishi. Mtu mwingine milioni 50 kwa baadaye anataka msingi siwezi wa nyumba yao. Mtu mwingine kwa milioni 50 hapa anafunga kwa pesa. Vipi ana hela nyingi sana. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia, anajua kitu chako, uwezo wako. Sawa mpenzi? Hiyo ndio kama unapewa ni zawadi ya Mungu, ishikilie. Zaidi hapo kwa Mungu. Lakini Michael Jackson alikufa bila hata kama alikuwa anamlipa mtu hela nyingi, alikuwa na ulinzi mwingi, lakini amekufa. Mungu ni zaidi ya hela tulizokuwa nazo. Mungu ni zaidi ya mipango tuliyokuwa nazo. Mungu ni kila kitu kizuri ya yote ambayo tunafikiria. Mungu ni muweza wa kila mambo. Na mipango ya Mungu ni mikubwa kuliko vile mitazamo ya binadamu. Njooni kwangu ni nyote. Njooni kwangu nyote mle kunywa, kuna maziwa na asali, vyote vinapatikana kwa Mungu. Nyinyi mtakubaliana na mimi, wanaojinyonga wengi sio maskini, ni matajiri. Mnakubaliana na hiyo sentence? Wanaojinyonga ni matajiri, sio maskini. Mimi kipato changu kidogo, najua mpaka nipambane, kesho nitapata, naanza kujinyonga. Lakini mtu ana mamilioni ya hela, anataka kufanya kitu gani? Anawaza hela mpaka mwisho anaona hamna sababu yote mpaka anajinyonga. Anajinyonga ni mtu mwenye kingi, mwenye upendo mwingi, anajinyonga kwa sababu anapenda zaidi. Na asiyependa, anapenda kidogo hawezi kujinyonga. Kuna makabila hawezi kujinyonga. Makonde hawezi kujinyonga kwa ajili ya mapenzi. Kisingua leo kesho mchukua nguo nyingine. Kwa maisha sawa. Ila muhe lazima kujinyonga kwa mapenzi. Yaani msalama jinyonge kwa ajili ya mapenzi. Kwa hiyo wenye vingi wanakuwa nako mpaka wanachanganyikiwa nini wafanye. Lakini wenye kidogo, Mungu nipe nguvu, kesho pekee nitawini. Kwa hiyo sisi ni waja wa Mungu, na sisi hatuwezi kupoteza maisha yetu kwa sababu leo tumekosa. Kesho yetu Mungu anaijua. Kama leo tusiamka vizuri, kesho Mungu atanipambania na nitasimama salama. Kuwa na fedha katika maisha yetu ni sehemu tu ya mpango wa Mungu. Si kwa sababu ya akili zetu. Wote sisi tunatafuta hela, lakini hatujapata hela kwa wakati mmoja. Sisi wote tunamtafuta Mungu, ila hatujampatia Mungu kwa wakati mmoja. Sisi wote tunatafuta faraja, lakini hatujapata faraja kwa wakati mmoja. Sisi wote tuna mipango ya maisha, lakini haijafanikiwa kwa wakati mmoja. Mungu anajua kila mtu kwa wakati wake, na jibu la Mungu linangoja. Wakati wa Mungu ni sahihi. Time of God is perfect. Wakati wa Mungu ni sahihi. Na wakati wa Mungu ukija, kuna utafanikiwa. Sio leo, subiri.
Sisi tumejifunza Kiswahili na tunasema subira ya ustahili. Watakaosubiri ndio watakaofanikiwa hata milele. Subiri. Na usiposubiri utakuta jina tofauti na kusubiri. Subiri tumboni kwa mama yako miezi 9 ili uzaliwe. Ukitoka chini ya miezi 9 utaitwa njiti. Umeshakosea. Kuna kina njiti hapo poleni. Ulikuwa nakimbilia kuona jua. Hakuna shortcut kwenye maisha. Huwezi kufanya mtihani wa darasa la 4 bila kumaliza darasa la 2 na la 3. Subiri. Subiri ufanye mtihani wa form 4. Subiri ufanye mafundisho miezi 3 ya ndoa. Subiri ufanye mafundisho ya komunyo ya kwanza. Subiri pande mahindi mpaka wakati wa kuvuna. Huwezi kupanda Jumatatu, Ijumaa na kila mwingine kutoka mahindi ya mwanzo. Kila kitu kinataka subira katika maisha yetu. Na subira ndio mpango mzima wa Mungu. Wakati wa Mungu ni sahihi na wakati wa Mungu unakuja. Subiri. Mtu muongo mpe muda, majibu utayapata. Anayekwambia nakupenda leo, msubiri Desemba akasema nini? Utapata majibu. Yaani kila kitu mtu kimpa hela kusema nakupenda sana baby kwa wewe utampa lunch, kesho mpe 20. Nilikuwa na haraka sasa ya kujibu message yangu, subiri. Utamuona nani? Dunga yeye mjini. Subirini, subira ni kipimo cha maisha ya binadamu. Leo Mungu anatualika, ananialika mimi kama nina kiu ya kutafuta Mungu, nije kanisani kule. Kama nina kiu ya kutafuta Mungu, nimuone wa thamani jirani yangu. Kama nina kiu ya kutafuta Mungu, nisaidie maskini. Kama nina kiu ya kutafuta Mungu, niwe na faraja katika familia yangu. Njooni hapo tunafanya kule bila malipo. Na Mungu ndio mlipaji wa kila jambo. Tuwe wepesi wa kutoa maisha yetu zaidi ya kupokea ndani ya maisha yetu. Kama mmeona picha za Bikira Maria akimkumbatia mtoto Yesu, hata siku moja Yesu aliangalia kifua cha mama yake. Muda wote Bikira Maria anamleta Yesu kwa watu. Yesu sura yake aliangalia watu, angalie kifua cha mama yake. Muda wote Bikira Maria anambeba Yesu, Yesu anatazama wanao, tazama taifa lako, usinitazame mimi. Na pia mioyo yetu tazame wengine kuliko sisi. Mimi si wa maana kuliko wewe. Umaana wangu ni kwa ajili yako. Nimezaliwa nikiwa tumboni kwa mama yangu, nilifanya kazi gani? Nililala, nilisumbua. Nikazaliwa sijui tutakuongea, nilisaidiwa. Nikiumwa nasaidiwa. Nimesomeshwa bila kulipa ada, nani atanilipia ada sijui. Nikifa nani atanizika sijui. Wewe umefanya nini katika maisha yako? Kila unalofanya wengine tupo kwa ajili yako. Hata uwe na hela namna gani huwezi kujifika. Kulikuwa na mwanamke, kulikuwa familia, baba na mama hawaongei. Ila siku moja baba akamwambia mke, kesho niamsha saa 11 asubuhi, nataka niwahi safari, katika karatasi kaweka chini ya mto. Mwanamke kwa vile anaweka katika kaweka chini ya mto. Wote wakalala wakaamka saa 3 asubuhi. Kuja niamsha akasema, kwani nilimsemesha nilikuandikia kitu na mimi nilikuandikia. Kwa hiyo kasome huko tukuwekea na mipaka. Wewe ni zaidi ya mimi na mimi ni zaidi ya wewe. Sisi tunategemeana. Huwezi kufanya biashara bila watu. Huo kila mtu anapita na mtukana tunaanza kusimama dukani kwako. Tunategemeana. Na Mungu ametuambia mimi sina mikono ni wewe na mimi. Mungu hana kichwa ni mimi na wewe. Sisi ni miguu ya Mungu. Mioyo yetu kwa ajili ya Mungu. Tuguse mioyo ya watu wengine hapa duniani. Uzeni vyote mlivyokuwa navyo na mpeleke kwa Bwana. Mnaelewa maana sentence hiyo? Utaishije ukuuza vyote? Mungu atamani atake uuze nyumba, atake uuze gari, atake uuze jeuri, uuze kiburi, uuze ukatili, uuze jicho baya, uuze mdomo mbaya, uuze vitu ambavyo si sehemu ya maisha ya Mungu. Ushaviacha vyote kwa wepesi unakuja kwa Mungu. Mtu twende kwa Mungu tukiwa wepesi, wapenzi, tuseme wazito. Kuna mtu akaratania, ukipokea mgeni Mnyakyusa anakuja na bebi ile shangazi zake. Umehamia sana kuja kuwasalimia ile tunachukua beba chungu kubwa na yanatania. Zote tunakuja nazo kwa kanisa kwa Bwana. Kwa tunakuja na vyote. Tuje kwa Mungu
tuje wepesi wapenzi, tusiwe na roho ngumu, tusiwe na roho mbaya, tusiwe na kinyongo, tusiwe na jeuri. Sisi ni waja wa Mungu na vyote ni mali ya Mungu, tunamletea Mungu bila hata wasiwasi. Kuna hadithi ya bwana mmoja alikana Chakupewa. Chakupewa alikuwa ni mlezi na alijulikana sana mtaani kote pale alikuwa anaishi. Katika kijiji chao katikati kulikuwa na mto ambao ulijenga madaraja ya magao, wakagonga misumari ya nchi kubwa. Siku moja Chakupewa kakalewa, akapita pale kateleza, kadondoka. Bahati mbaya msumari ikashika luksi ya suruali yake. Chakupewa anaelea na chini anaonekana kwenye maji kuna kivuli. Mama anaanza kupiga sarakasi, ndio msosi mkubwa. Ndio na kimingu kile kinarudi, lazima mzigo unakuja huko. Chakupewa anaelewa melewa. Watu akaangalia kusema Chakupewa hapa atakufa. Kwa Chakupewa leta mkono tukuokoe, anawaangalia. Kila anayekuja Chakupewa leta mkono tukuokoe. Mtu mmoja akasema mimi namuelewa huyo. Katika kichwa chake hakuna neno leta, anamwambia pokea. Kweli Chakupewa pokea, kanyosha mkono wakamwokoa. Kwa hiyo kuna watu wana misamiati ya pokea, si toa. Wao kazi yao ni kupokea, kumwambia toa kwake msamiati hauko. Na ndio maana watakufa katika mazingira hayo. Hawajui nini maana ya kutoa na nini maana ya kupokea. Je, wewe ni Chakupewa? Kuna Chakupewa? Kuna cha kutoa? Sisi ni waja wa Mungu, yote tumewekana ni mali ya Mungu. Kwa nini tusitoe? Kumbuka, mtasikia salini ndugu, hii sadaka yangu na yeye kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Umeleta sadaka gani? Ulipotoka nyumbani umeshaka sadaka kuileta? Salini ndugu, hii sadaka yangu na yeye kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Umeleta sadaka gani? Fedha unayotoa ndugu, hiyo sio sehemu ya sadaka yako. Wewe kuleta maji ya kunywa, wewe kuleta maandazi, wewe kuleta kuku, wewe kuleta mchele, hiyo ndio sadaka ya kazi ya mikono yao. Wametoa badala wao kula, wamemletea Mungu. Ndio maana mapaji ya divai na mkate. Mimi natoa pale sadaka ya shilingi 10,000 na shilingi 2,000 kwenye sadaka zao, mia ambazo wanataka wewe tumie mwaka mzima hujashiriki, leo tunatoa hela. Wewe unasimuliwa alafu unaanza kulaumu Mungu anisikilize, unamtolea Mungu sadaka. Unampiga magoti asubuhi, unamwambia nini Mungu katika kanisa hili? Nikuuliza wewe kabisa, mpenzi wangu, umemwambia nini Mungu? Tunapiga magoti asubuhi kwenye kanisa, unamwambia nini? Unapiga magoti na kukaa umesema nini? Ndio kama hujasema lolote, tutaingia ndani kama bata na kutoka kama bata na watu wa imani. Akiingia kukuta ngoma ndani kama jana analalia mayai fresh. Sina nipata. Sina nielewa. Unapiga magoti, Mungu nisaidie familia yangu ibaki salama siku ya leo na wiki nzima. Mungu napiga magoti na kuja kanisani kwangu nilinde katika biashara zangu. Mungu napiga magoti nisaidie moja mbili tatu katika maisha yangu. Ndio unakuingia na sadaka kwa ndani ya moyo wako. Mwanangu umeingia kuna tukiza kunywea kwa Mungu, umetoka saluni jana. Tunadaiwa kwa jamani. Kwa hiyo tunakuja kanisani, tunapiga magoti, tunapiga magoti bure. Tunatoa sadaka, watu ngani sasa? Polisi tunapiga magoti fadha. Hakuna mtu anayepiga magoti kanisani mara nyingi kama bwana. Nisaidieni, mimi napiga magoti mengi zaidi. Kila mtu toa pale tunababa, mimi ni mganga, unajua. Hii ngoma nilishakuwa mwili wa mwanao, kisi style mwanao. Hiyo kama mapozi ya hiyo ndio kwa hiyo mwanangu ni kitu bora. Nanyanyua mkono na ndamu na ngomeni, sio unijua. Pale mimi nalia na mimi nataifa wa Mungu. Mpate kitu kilichokuwa bora. Nafanya mambo ya Mungu katika maisha mazingira ya binadamu. Mimi ni binadamu, siwezi kukataa, lakini Mwenyezi Mungu alipobonge la shauri. Mimi ni baba kwa Yesu. Haya naifanya mimi malaika hawezi, hata mwenye wananisikia wapo wambea wa Mungu. Mimi wananielewa. Lakini ndivyo madaraka na mamlaka tuliopewa ndani ya Mungu na kanisa lake. Unapokuja kuungana kwa mimi kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kuondolea dhambi zako, mwanangu, simama. Kula shauri kwa kwa maneno nimesema mimi. Yesu mwenyewe kamwambia Petro, wewe ndiye Petro na katika jiwe hili najenga kanisa langu. Mwanangu, ukifunga mbinguni
ngoma damu mkaka. Ukifungua kwenye mkono kweli katika hasa sisi ndio mimi ndio mwenyewe mtaani. Basi ni kitu gani tunaulizana wapenzi, ni kitu gani tunataka sisi na upendo wa Kristo? Njaa, magonjwa, fitna, dhiki, kifo, mahangaiko, shida mbalimbali au nini kinatutaka sisi na upendo wa Kristo? Hakuna. Kristo ametupenda sisi beyond. The love of God has grown to us so much bigger that we cannot explain. Yaani upendo wa Mungu ni kitu kikubwa kiasi kwamba hakuna la kufikiria. Ni kitu gani tunatupenda katika sisi na upendo wa Kristo? Unajua kufa mbele ya Mungu sio story. Kufa mbele ya Mungu ni kuvuna. Unavuna nanasi hapo kwenye shamba, umeharibu nanasi. Mungu anavuna kilichokuwa chake na kwa wakati uliokuwepo. Sisi tulikuwa wazee, maana sisi ni wadhambi sana. Mungu akikwambia tugeongee tunachelewa. Mwanangu, ngome ishafika 60 tuomba. Mwanangu ni offside hiyo. Kwa tugeuke tubadilike, muda ukifika sisi waya. Wazangu wenye 70 tulio kwa kweli wale kali nakuja miaka yetu ya kuishi ni 70 na 80 ni wale wenye afya. 81 ndio kusaidia. Wajipange sana mwanangu. Naona kwa shikaji ni miaka hiyo poleni. Lakini ongeleni sana, Mungu amewapenda sana. Amewapenda muda siku tafakari. Mwenyewe anapiga 79 sasa. Nakataa. Ni kitu gani tunataka sisi na upendo wa Kristo wapenzi? Hakuna. Kama hakuna tunataka sisi na Kristo, sisi ni wanawake, sisi ni wapenzi wa Mungu na kufanya kazi kulinganisha na vile Mungu alivyotujalia kwenye maisha yetu. Tuishi katika upendo kamili ndani ya familia na jamii tunaishi pamoja nayo. Injili ya leo inaanzia sehemu inasema Yesu aliposikia hayo akaondoka huko katika chombo. Alisikia mambo gani? Mnaelewa wenzangu? Yesu aliposikia hayo akaondoka zake. Mambo gani ambayo Yesu kayasikia? Kwamba hiyo injili lazima urudi nyuma, injili yaani sehemu ya injili kutoka. Hayo ni kwamba juzi Herode alikuwa na birthday party. Na Herode alikuwa anataka kumchukua shemeji yake Herodia, mke wa kaka yake Herode the Tetrarch. Yohane Mbatizaji akasema uweze kumchukua mke wa mdogo wako wakati mdogo wako bali uhai, kisa wewe ni una hela. Mungu hapendi, ila shemeji mtu anampenda kaka mtu kwa sababu ana hela na kumpiga chini mdogo wake. Dunia sema naelewa kina dada. Sasa Yohane Mbatizaji alikataa na anasema hilo si mpango wa Mungu na Mungu hapendi. Ukabisi tu mke wa ndugu yako kama ndugu yako atakuwa amekufa. Sasa Herodias daughter amecheza vizuri mpaka baba yake akasema niombe chochote utakacho mimi nitakupa zawadi hata nusu ya ufalme wangu. Mama niombe nini? Akasema ngoma ndio hiyo sasa. Ananizuia mimi kuolewa ni huyo aliyokaa gerezani. Kama mimi naomba kichwa cha Yohane Mbatizaji sasa hivi. Yohane Mbatizaji akakatwa kichwa kwa sababu ya kutetea ukweli kwamba Herode alifanya kitu kibaya juu ya Herodias. Ile binti akatoa kichwa cha Herode kwa damu inavuja, anaambia mama ukiomba na hicho na kitu kwamba mama yake ndio mkakichupe kama Adamu amekufa Mungu wao, mimi nenda kuolewa na mwana mkubwa wao. Na dunia ilikuwa ngumu. Kwa maana Yesu aliposikia hayo akaondoka. Yaani baada ya kusikia kwamba unajua Yesu na Yohane Mbatizaji ni mtu binamu yake. Aliposikia binamu yake amekufa, ameuawa kwa ajili ya fitna, kwa ajili ya husna, kwa ajili ya tabia, kwa ajili ya kusema ukweli, akasema ngoja niende mbali na sana nikae peke yangu kwa kusudu. Hajaenda kumzika. Yesu anakiri mambo waacheni wafu wajizike wenyewe. Ile wewe nenda ukahubiri neno la Mungu. Anawaambia sikieni mwili wa Yohane, kichwa la mwacheni Herode katika ange atajua mwenyewe.
Yesu akatoka akapanda chombo akaenda sehemu ya mbali kukaa peke yake kutafakari. Katika tafakari fumba hamadi, kundi la watu limemjalia, limemzonga. Mwenzao ana uchungu, amefiwa na kaka yake, binamu yake, ndugu yake wa karibu, mtu aliyembatiza, mtu aliyemuongoza njia hapa duniani amekufa, ameenda kutafakari. Sisi tumeenda na njaa zetu, tumeenda na ugonjwa wetu, tumeenda na dhiki zetu, tumemjalia kibao. Yesu akawaangalia, akaona makutano, akawahudumia, akawaponya wagonjwa wao, akawapa mahitaji yao wanayohitaji. Na jua likazama. Filipo ndio anakuja anawaambia waage makutano waondoke hapa mahali tulipojinyika, hakuna chakula, hakuna nyumba, hakuna chochote, waende vijiji vinavyowakabili wakanunue chakula wale, kama bado wanakuhitaji watakuja kesho asubuhi. Yesu anawaambia mitume hawana haja ya kuondoka, wapeni ninyi chakula. Filipo anamwambia hapa kuna dogo anauza mikate 5 na samaki 2. Ngoma hii inatosha vipi baba? Mbona mjelezi? Yesu vipi wao uone baba mahitaji ya dunia hii, watu ni wengi, mitaani mikate 5 na samaki inakuaje mwanangu? Yesu kawaambia wakati leteni hiyo mikate, waketisheni chini makutano. Mwishoni mwa Injili kwamba wanaume walikuwa 5,000. Kama wanaume walikuwa 5,000, wanawake walikuwa 8,000. Maana wakati wanawake wanawafunana sisi wanaume. Kila wenye wanaume 10 kuna wanawake 14. Kwa hiyo kama wanaume walikuwa 5,000, maana wanawake walikuwa 8,000. Kwa hiyo watu 13. Hesabu inapanda, si mnanielewa? Na wanawake wa Kiyahudi walikuwa wanazaa wanawake wa Afrika huko nyuma. Kwa hiyo maana kama kulikuwa na mpingo katika wanawake 8,000, karibu wanawake 7,000 wote walikuwa na watoto wanne. Na wote walikuja kwa Yesu. 1000 mara 4. Haya, achana na wazee, achana na wazee na vijana. Ile ngome ilikuwa moja zaidi ya milioni kadhaa. Lakini wamekula mikate 5 na samaki 2 au sio? Inawezekana vipi? Sisi sote hapo tunahangaika, maisha yaendi, mambo makubwa. Mambo tunafanyaje? Tunajenga nyumba, tunaujenza nyumba padre, tuna ujenzi wa kanisa, mambo yaendi, na ujenzi wa nyumba ya familia yangu. Nina ujenzi wa kujenga familia yangu na ada zake. Nina hasira, sijalipia bima ya afya, sijalipia TRA, mambo mengi, kila kitu tunafanyaje? Yesu asema waketisheni chini. Hamna haja ya kuambia waeleza waketisheni chini. Nimekaa, si ndio? Wanasimama. Kaeni chini. Mtakula ninyi wote na kushiba. Na mpaka mtasaza mwili wa Kristo. Kuna ngoma inashaga. Kuna ngoma inashaga mwili wa Kristo. Na kila mtu anakula na kila mtu anatulia nafsi. Mungu asante. Anasema nini bwana? Kanisa linaongea kula mwili wa Kristo. Wote mtakula na hakuna mtu akuondoka bila kupiga msosi. Ila wewe ambao hujapenda. Au umeelewa? Leo nakula. Mnakaa chini wanangu, tulieni. Hakuna kuondoka na wala tutachelewa. Mtakula. Hakuna kula. Mwili wa Kristo. Piga magoti, Baba asante. Ngome imejaa kwa ajili ya wana wenjao wengine wanakuja mezani. Wanakula misa 5. Watakula wanakuja kesho asubuhi. Mkiona ngome imeongezeka na kuweza mikate na piga mkono. Baba jazilizia wanawao wao wanakuja. Watakula kuleni ndio bure. Ndio tutakupewa kula bure. Nanielewa penzi. This is the very catechetical instructions. Natoa catechetical instructions katika maana kwamba leteni mlivyokuwa navyo mbele ya Bwana na Bwana atakujazilizia. Naleta kuku, naleta mayai, naleta mhogo, naleta ndizi na vibarikia kwa ajili ya mimi na maskini na watu wanaohitaji. Ni mnajua kwamba ilikuwa kila Ijumaa wahitaji wote katika kijiji kwenda kwa nyumbani kwa paroko zamani, si ndio? Kwenda kwa paroko tunakuja kuomba msaada. Mtu anakuja kwa shati mtandika paroko anasema wewe ushatisha. Soma moto ile inaonyesha kuosa sana Francis. Ndio shati mpe ndio mtume wa hapo na mimi. Watu wanaleta mimi nagawa. Ninyi mnaleta mimi nasema mbele wazazi. Na kugawie tena. Sio kwa ajili yangu. Sio kwa ajili yangu. Nyumba hii ni kubwa sana, mtaji mradi huu ni mkubwa sana, peke yangu siwezi. Haba na haba jaza baba. Ni nyumba yetu.
Niliambiwa na mwanangu mmoja sasa kanisa lilijengwa mwaka 1968. Kile ndio darasa la 5. Yalikuwa mkoa mwingine. Ndugu zangu walikuwa sisi wazee tunakumbuka hapa tulichangia sisi kuleta mali ile kujishusha kwenye ndoo. Tulichangia sisi kusogeza tofali, mbele kutoka wapi, simenti kutoka wapi, nondo kutoka wapi, sasa tujue mzungu anafanya. Ile mzungu katembea, mzungu kwa mimi mtaalamu mwingine. Kutoka nje mwingine kwa ndoo kutoka huko. Pige kamba. Nimeshike mkono. Ili miaka 3 ijayo watoto zetu waseme hiyo nyumba za jengo na mzungu ndio na wanachalinze katika mahangaiko yao, katika mapambano yao, katika majitoleo yao. Hapa leo tulipokaa ni mali safi, ni maridadi, mazuri kwa kunyenyekea. Wenyewe baadaye wakaanza kuwaza kitu tunacheni ndani ya kanisa. Watajuaga wao. Sisi letu wajenge nyumba kule. Tuwajenge nyumba kule pale wakae. Mnakaa kule miaka mingapi? Kijana kwa anaongea na Mungu, mtoto kana mwanangu anafanya nani tukatumia. Sapo kabla ya kunena tunatembea ni mambo taimaniza. Mungu jana anaongea naye tunaishi miaka mingapi baba? Hiyo ni miaka 8. Tunaanza kusema makundi kama sana. Wewe. Kwa hiyo wapenzi, Mungu anakuambia leteni vyote mlivyokuwa navyo na tuweke mikononi mwa Bwana. Msiwaambie hao waende zao, hiyo wale leteni mlivyokuwa navyo. Leteni mikate mlikuwa nayo. Leteni samaki mlikuwa nayo. Leteni kila kitu na Mungu atakujazia. Maana yake ni mikate 5 na samaki 2, maana yake na 7. Kanisa Katoliki na sakramenti 7. Na ndani ya sakramenti 7 kuna ukombozi, kuna wokovu na vyote vinakamilika. Hakuna kuokoka bila sakramenti 7 ndani ya kanisa. Hayo ndio maisha ya kanisa. Leteni mlikuwa nazo na Mungu atakutumizia. Kwamba kila mtu ajitahidi kuleta kwa Mungu, kumtolea Mungu shukrani katika maisha yake, kuona ni sehemu ya faida yako ndani ya maisha. Tuko pamoja? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hivi kapoa. Pamoja sana tufahamu kwa Bwana na Mungu. Nasadiki kwa Mungu mwenyewe. Baba Mwenyezi, Mungu wa mbinguni, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba
Yesu akawasaidia. Bwana Yesu, tunakuomba. Ulituonyesha Baba yetu wa mbinguni, utusaidie kumpenda Mungu kama Baba yetu ambaye anatutunza kwa wema wake. Bwana, tunamuomba Baba aonyeshe utukufu wa enzi yake katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Bwana, tunaomba ufalme wa amani na haki uenee katika familia na jumuiya zetu. Bwana, utuonyeshe mapenzi ya Baba na utupe msaada wa kuyatimiza. Bwana, tunaomba msaada katika shughuli zetu za kujipatia mahitaji ya maisha ya kila siku. Bwana, tunaomba tupewe nguvu ya kushinda yote yanayoweza kututenga na Mungu Baba. Bwana, dunia imejaa maovu, utujalie nguvu ya kupambana na nguvu za ubaya ndani yetu na katika mazingira yetu. Bwana, Mungu Mwenyezi, unatunza maisha yetu hapa duniani kwa upendo wako. Uyasikilize maombi yetu tunayokupelekea kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Nani mzee kuliko wote? Tunafuatiliana kweli washikaji? Nani mzee kuliko wote ndani? Nani anaweza kujibu? Lazima mtu apige zero. Nani anaweza kujibu nani mzee kuliko wote? Nani? Bwana kwa wanangu. Ni amuoni. Nani mzee kuliko wote? Hilo swala kizushi tufasta kuchemsha bonga kama ya kanisa. Nani mzee kuliko wote? Basi ni wote mzee kuliko wote ni mimi. Mnakataa? Kati yenu mtu akiumwa anasema mpelekee kwa mzee wa kanisa mwekee mkono. Anakuja kwa nani?
Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia kama yako, wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako. Tukusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kuimba kwa shangwe na furaha. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Tusitazame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
tunajenga, watoto wakaenda shule, bima ya afya tunalipia, kupata tunakula, nguo tunavaa, maisha yanaendelea. Hakuna mtu asipate stress, kila kitu kinaenda. Jipange kidogo, mdogo wako kwa shabu mzee hauna stress, presha nyingi, unaogopa kutenda. Kwa hiyo ni muhimu bwana, bila wewe hata siwezi kula. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu katika mambo yenu kama hiyo kutengeneza kanisa la Mungu. Mungu awabariki kila kitu mnachotaka kufanya mfuko. Maisha kanisa ndio ambia msafiri basikia. Bwana